Wadada Center. Nadhani ilikuwa mada nzuri sana na nimekosa kwa kweli. Na sio tu nimedhamiria, tulikuwa masaa 3 barabarani, foleni. Yeah. So, labda tu kiujumla, mimi ninachoweza kusema, hapa watu wanaweza wakakubali kwamba wanajua, lakini swala la utambuzi, nadhani yani mwisho wa siku ni kutambua kwamba mimi kweli hapa ni mtoa huduma. Kwa hiyo ukiweza kutambua, inamaanisha utajua ni huduma gani unahitajika kuitoa. Hivyo. Kwa hiyo ni kitu kikubwa kutambua mimi nahitajika kutoa huduma gani, na kitu ambacho nimejifunza kwenye haya ya mazingira, mwisho wa siku unatakiwa kujifanyia pia kama reflection au personal assessment. Nafanya 1, 2, 3, je, ni katika kiwango? Hata sisi kwenye mazingira yetu ya kazi tunafanya quarter review, biannual review au annual review, na zina kutegemea na hiyo assessment ndio inakusaidia either upande kutoka pale ulipo au hivyo. Kwa hiyo mimi nadhani kwa level yao wao, kikubwa mtu awe anachukua muda kujitathmini. Je, natimiza wajibu wangu, Na kitu ambacho pia nimejifunzia hapa, always kuulizia feedback, kwamba hichi ambacho natakiwa kukitoa nakitoa kama inavyohitajika. Madam Niti, mimi nimekuja dukani kwako na nikafurahia sana 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 jinsi unavyotoa huduma. I wish yani mtu ambaye amewahi kuja atakuwa ni shahidi wa nachokisema. Hebu tuambie yani jinsi ambavyo una nini kutoa huduma. Ni tofauti, nimeenda maduka mengi ya wajasiriamali, lakini kwa jinsi wewe pale mteja anavyoingia mpaka anatoka, yani unakuwa kuna namna unampa huduma ambayo anaridhika, natamani kurudi tena. Lakini sio hivyo tu, wewe biashara yako ni tofauti. Watu wengi wanauza nguo za Uturuki, sio za wapi, lakini wewe unauza ile grade ni suti, mpaka umwambie mtu hizi suti ni mtumba. Na uniqueness yake ni kwamba ukipata pisi moja ni wewe, ni peke yako. Yani hicho ndio mimi ninachopenda pale. Kwa hiyo kwa leo tunaongelea kuhusu kutoa huduma, ningependa pia wadada wasifikiri yani tunawaambia wao tu. Kuna watu kwenye ofisi zao ukienda, yani unasema kweli hapa kuna huduma inatolewa. Na nashukuru hata wadada uliowachukua hapa, nimeshangaa umewatrain vipi na wao wakawa watoa huduma. Yani mtu yuko dukani ukimwangalia unasema huyu ndio yule dada kweli, au kapita kwenye training gani ya ziada mbali na zile ambazo tuliwafanyia. Asante. Kwa hiyo nilianza kidogo na ile nguo, sio kwamba labda nilikuwa na duka, nilikuwa nagonga mlango nyumba kwa nyumba. Kuna binti yangu sijui popote alipo, anaitwa Eliza, anaweza kasimama yani ilikuwa ni nyumba kwa nyumba. Na faida yake unakuta sasa mbaya zaidi ya kwenye hii biashara, ukienda nakwambia mbona ziko hapo zinauzwa 1000, wewe umeamka saa 8, yeye anakuambia mbona zinauzwa 1000, wewe unaniambia shilingi 2000. Kwa hiyo pia kuna changamoto pia tulikuwa tunazipata, nilikuwa nazipata mimi kama mimi wakati wa kuanza hivyo. Lakini baadaye nikaanza, unavyozidi kwenda ile faida naiweka na kunaongeza mzigo kidogo. Mara nimeanza kwenye meza, nimetoka kwenye meza nikaja kwenye vibanda, nitoka kwenye vibanda nikaja kwenye kikontena fulani kidogo. Mwisho wake sasa nikabadili ile bidhaa. Sikuhama kwenye mtumba, nilikuwa nauza gauni ndefu, nikahama nikaingia kwenye suti. La hiyo kwa sababu ni safari yangu ya kwanza, nilikuwa nimeenda nje, nilikuwa nafuata gauni ndefu, nikakosa. Kwa sababu nilikuwa naona watu wanavaa suti. Watu walikuwa wanakuja kununua magauni marefu kwangu ni watu ambao nadhani ni wa maofisini. Kwa hiyo nakuja saa zingine amevaa suti, kwa hiyo mbona kama nani. Baadaye nikiwa natafuta kwenye mitandao naona kuna baadhi ya watu wanauza. Nilipoenda kule nilivoziona nikasema kama nimekosa hii, kwa nini sichukue hii? Namshukuru Mwenyezi Mungu, baada ya kuchukua nilivorudi ikaniletea matokeo mazuri. Kwa ndio maana mpaka leo kwanza namuuliza Mungu, imekuaje? Yaani mimi mwenyewe ukiniuliza najishangaa imekuaje. Lakini naomba niwahakikishie, binti, kama ukijiwekea malengo ukawajibika
lakini ukawa ni mtu unayependa kujifunza kitu kipya. Yaani kitu kipya kila kunapokucha. Hizo simu tulizo nazo hizi touch, na wadada wengi tunazo, zitumie vizuri kwa kitu ambacho unatamani wewe kukifanya, kwa sababu vitu vingi viko humo. Kwa sana sana naweza kusema nilianza chini sana, lakini namshukuru Mungu ni hivyo. Wow. Haya, mpigieni makofi madam. Na itoshe kusema nimemhoji makusudi ili aweze kuwa inspire, lakini ubora unaanza na kile unachokifanya sasa. Sawa? Yeye ndio anafanya biashara ya nguo, lakini kile unachokifanya sasa hivi kwa kutumia smartphone yako, anza kujiboresha, kufanya majukumu ya bosi wako vizuri. Ukisha master hapo, Mungu atakupa wazo lingine la kwamba baada ya hapa sasa ninaelekea wapi. Na kule unakoelekea unaendelea kujifunza vitu vipya kila siku. Usikimbilie kujifunza vitu vipya nje ya kitu ambacho kinakupa mshahara leo. Kwa hiyo anza leo kujifunza namna ya kufanya kazi za bosi wako vizuri, namna ya kufanya usafi wa kiwango cha juu, namna ya kupika vyakula vizuri vya kisasa, namna ya kuishi na mtoto wake ukachangia malezi na makuzi mazuri, ukamsaidia kwenye ukuaji wa mtoto chanya. Sio tu mtoto unamuangalia tu, yani wewe uko kwenye simu, mtoto yuko kule una habari. Okay? Kwa hiyo ukifanikiwa hapo, na kuhakikishia wewe kesho na kesho kutwa, kama hutafika viwango vya Madam Niti utavipita, kama hutafika viwango vya Joyce Kiria utavipita na watu wengine. Kwa hiyo nimefanya hivyo maksudi ili kuwa inspire nyie kwamba mabosi mlionao hapa na wao siku moja, imagine mtu alienda na 48,000 kwenye soko la nguo za mtumba. We utashindwa kufanya kitu kama hicho? Lakini kwa nini? Kwa sababu tayari alikuwa na msingi wa kufanya kazi yake aliyokuwa anaifanya kwa ubora, kwa sababu anasema alikuwa na kazi na bado anayo, si ndio madam? Hujaiacha mpaka leo. Lakini biashara yake imekuwa sana, na nafikiri wengi kwa sababu mnafuatia kwenye mitandao mtaona duka lake zuri, kubwa na klasi. Umeona? Na vitu vyake ni vizuri, lakini alianza zero. Alianzia mahali pa kawaida ambapo dada yeyote aliyeko hapa ana uwezo wa kuanza zaidi ya pale. Kwa hiyo cha muhimu tuongeze bidii, tuwe wabunifu, si ndio? Tutembee kwenye hizi njia ambazo wenzetu ambao wametutangulia wanatushirikisha. Haya, kwangu ni hayo tu. Mimi naomba kwa kumalizia, kwa sababu namalizia tena na madam anisikilize sana kwa makini, kwa sababu hii point inamhusu yeye, na nyinyi wadada mnisikilize. Of course na wengine mtakuwa mnatuangalia. Ametaja kwamba alikuwa anaamka saa 8 za usiku. Alikuwa anaamka saa 8 za usiku. Alikuwa anaamka saa 8. Na sio kama alikuwa ana kazi nyingine, ana kazi nyingine, lakini bado anaamka saa 8. Umeona? Wadada, tena hiyo saa 8 I say saa 8 hiyo nilokuwa naamka nikisha kusanya ule mzigo, kwa sababu nilikuwa bado nimeajiriwa. Nilikuwa nikifika kazini na hairuhusiwi tena, nikisikika sijui inakuaje, na lazimika nikishatoka saa 8, saa zingine kama muda nikiangalia ambao nimetoka kwenye soko hauniruhusu kurudi nyumbani. Kwa hiyo saa zingine nilikuwa natembeaga na nguo za kazini kwenye mfuko, na kumbuka kipindi kile mifuko milaini ile ambayo ilishaachishwa ile, naweka humo. Nikishatoka pale naingia bafuni kazini, naoga kazini, na mpaka mafuta kazini. Tena ukiniona uwezo kaamini nimeoga pale, kwa sababu nimependeza kuliko aliyeko kazini. Haya, kwa hiyo anaamka purukushani zote hizo, bado yuko wapi? Yuko kazini na biashara. Nimeanza hivyo makusudi, naomba hiyo pointi, yaani mtu anasikiliza nielewe. Saa 8 za usiku ana kazi nyingine, bado anapurukushani. Kuanzia 48 Ilala kuzunguka nyumba kwa nyumba. Sasa hivi ana container ambayo limetengenezwa kisasa. Ana nguo ambazo hata mimi naweza kuvaa. Narudia, ana nguo ambazo hata mimi naweza kuvaa. Nimesema vizuri, kwa sababu nafikiri watu wanaoniangalia mimi wananijua. Sijui mmenielewa? Watu wanaoniangalia mimi wananijua. Mimi sivagi tu nguo za ovyo ovyo. Kila mnazoziona nguo zangu mnaelewa nimevaa.
lakini madamu wangu hapa ana nguo ambazo mimi naweza kuvaa. Si umeelewa? Wengi sana. Kwa hiyo kuna watu ambao wana nguo ambazo wewe huwezi kuvaa. Hata bure wakinipa sivai. Hata bure. In fact hata ukinilipa sivai. Umeelewa? Lakini za madam navaa. Sasa point kubwa nataka kusema ni moja. Kwenye kuamka asubuhi saa 8 na niliposhuhudia mimi, kwa sababu tumeenda of course dukani, ofisini kwake dukani. Kuna kitu kimoja kikubwa sana nataka kusema, yani I hope wasichana wananisikiliza, hata wanaume. Kuna kitu kimoja ambacho nimekiona kwako, unacho ambacho binadamu wengi hawakijui au hawakielewi. Una high energy. Sijui umenielewa? Una energy na vitu vyako. Wewe umesema unapenda unavyovifanya. Sijui umenielewa hapo? Una high energy. Ndio maana mimi nimerudi tangu saa 8 za usiku ulivyokuwa naamka, lakini mpaka leo hii sijui ni miaka mingapi huko nyuma, unajua mwenyewe, mimi ile energy naiona. Nilipoingia, yani ni tukiwa dukani kwako, yani energy, yani mimi nataka nguo nikijilinganisha na energy yako wewe, tofauti kabisa. Yani hata nikiishiwa energy ya kutaka kujaribisha kwa sababu ya energy yako, inabidi nijaribishe. Sijui umenielewa? Sasa katika maisha watu wengi wasipofahamu, kinachowafanya watu wengi wanafeli, wanashindwa, ni kwa sababu hawana energy. Hawana energy. Sasa hii energy tunaijaribu kuicompensate kwa kutafuta maombezi, kwa kutafuta waganga, kutafuta mafuta, sijui mvuto, umeona, kutafuta madawa ya haraka haraka. Tunataka kumbe hii energy huwezi kuipata kokote, ni wewe mwenyewe. Sijui umeelewa? Hii energy ni wewe mwenyewe. Ndio maana hata wa mitume wetu walikuwa wanaamka usiku saa 11 sijui saa ngapi huko, wanaenda kufanya nini? Kuomba. Sio Muhammad, sio Yesu, wote walikuwa wanaamka saa ngapi? Huko saa 8 za 9 10, wanaenda kufanya nini? Kuomba. Asubuhi wanaingia kazini. Yesu alikuwa anazula siku nzima. Muhammad exactly the same thing. Energy walikuwa wanaitoa wapi? Lakini leo hii sisi tunajifanya Wakristo, Waislamu, wacha Mungu, wafanya biashara, lakini energy hatuna. Na ndio maana tunapata tabu. Kwa hiyo madam, mimi kwa kweli kwenye energy nikupongeze. Na kitu cha kwanza, maana hata mimi kwenye interview kwenye wadada hapa, kitu cha kwanza tukiangaliaga energy. Siangalii sijui vyeti, vigezo, sijui ni hivyo takataka hizo tutadili navyo baadaye. Unajua mtu mwenye energy ni rahisi kumdivert. Unampeleka huko. Unampeleka huko. Lakini asipokuwa na energy, hata kama ana skills za mbinguni, hata kama ana ujuzi wa ajabu, hamwezi kufanya kazi. Umeona? Energy. Sijui. Kwa sababu madam amenipeleka sehemu nzito sana. Na unajua ndio maana nikasema tunafanya content zetu, tunafanya online. Tunasaidia wafanya biashara, lakini katika kuwafundisha wadada, nafikiri kitu ambacho nimekiwaza muda mrefu. Kwa sababu hili swala la energy, umeona, hili swala la energy hili ndio sisi tunalimanipulate. Tunatumia mvuto, ibada, miujiza. Umeona? Kumbe hatujui hiyo tunaweza tukaiwasha wenyewe. Alafu hii pia inaenda kwa watoto. Leo hii watoto tunasemaje? Watundu wa korofi. Kumbe tusichokijua, huyu mtoto amezaliwa ana energy ya ajabu. Sasa unaitumiaje energy yake uipeleke sehemu itakayomsaidia? Wewe matokeo yake unamwambia kaa chini, nenda kule, unampiga. Kwa maana yake ile energy yake wewe unaanza kufanya nini? Unaiua, unaizima. Kumbe unatakiwa umchukue na mbia wewe nenda kafanya kitu fulani. Kwa hiyo energy yake umeichannel kwenye productivity. Sisi umeelewa? Kuna watoto wanazaliwa yani dakika zote yani yuko moto. Kumbe yule mtoto anahitaji guidance, energy yake iende kwenye kitu. Mfano huko kwa Yesu. Umeona? Yesu, unakumbuka Yesu alipoteaga? Alipokuwa mdogo, miaka 12. Wanazunguka wanamtafuta, kumbe yuko wapi? Sinagogi. Siku nzima anaongea na Mafarisayo. Ile ni energy.
Angekuwa hapa ndo mama wa Kiswahili tandika piga. Lakini kumbe ule energy yake ilikuwa ni anataka pale kuzungumzia neno ibada. Umeona energy aliyokuwa nayo. Sasa hii pia inahusu kwenye watoto. Watoto wengi tunawaharibu kwa kuondoa ile energy yao. Kuna mtoto anakuja na energy tofauti na wengine. Sasa hii ndo hadi kwenye kazi. Kwa hiyo tukianza kukufanyia wewe analysis tangu mdogo, utakuja kugundua kumbe energy tunayoona sasa hivi ya kwako imeanza tangu wapi? Na ndio hiyo madam hapa mke wangu amezungumzia tangu mdogo energy aliyopewa na nani? Na mama yake. Energy. Haya jamani, sijui tunawachia watoto wetu energy gani? Sijui waajiriwa tunawapa waajiri wetu energy gani? Tunaleta energy gani kwa watoto? Yaani hili ni somo kubwa sana. Umesema vizuri kabisa, yani ni zito. Kwa sababu hata kwenye mahusiano ni energy. Je, mwenzi wako, sijui mchumba wako anakupa energy gani? Umeona? Kuna watu wengine energy zao hata hazionekani nyumbani. Umeona? Hii mada ya leo tunasema kwamba wadada wanajua kabisa wanachotakiwa kufanya. Wanajua ni watu wa huduma. Wamekuja kutoa hizo huduma, lakini kwa nini hawatoi? Sasa labda ni hiyo energy, malezi na makuzi yao. Wameelewa kivivu. Si ndio? Jamani, tumalizie hapo. Hii energy tutaitafutia muda. Tuzungumzie somo lingine zito. Haya, tumemaliza. Asanteni.